Mwalimu Romain Folz wa Yanga anahitaji kwa haraka kukijua kikosi chake cha kwanza. Nafikiri akiweza kukipata kikosi chake ama cream yake ya watu ambao atakuwa anawaanzisha mara kwa mara kwenye mechi za Yanga, huenda tukaona maboresho zaidi kwenye performance ambayo Yanga wamekuwa wakiipata chini yake kwenye michezo ya kiushindani mpaka sasa. Unajua, watu wanaweza wakaanza kurudisha mkanda nyuma kuanzia kwenye kipindi cha Mwalimu Nasreddine Nabi. Nabi alikuwa na first 11 wakati anaichukua Yanga kwenye msimu wake wa kwanza. Diara golini, Juma Shabani beki wa kulia, Kibwana Shomari beki wa kushoto, Jobu pamoja na Mwamnyeto. Viungo wawili wa chini walikuwa ni Khalid Aucho pamoja na Yannick Litombo Bangala. Namba 10 alikuwa ni Faisal, 11 Saido, namba 7 alikuwa ni Moloko, namba 9 alikuwa ni Mayele. Rotation ya Nabi imekuja takriban msimu mmoja na nusu baada ya kuwa ameshaweka misingi yake kwenye timu, kwa kuwa na wachezaji ambao wana muendelezo wa kuanza mara kwa mara. Ndio kwa kunaonekana kuna mabadiliko ya wachezaji kwenye kikosi, na ni kwa sababu mwalimu alishatengeneza msingi wa jinsi ambavyo timu inacheza kuanzia msimu wa kwanza. Kwa hiyo kuwaingiza wachezaji wengine tofauti tofauti kwenye msimu wa pili katikati ikawa ni rahisi. Miguel Gamondi wakati anaichukua Yanga kwenye msimu wake wa kwanza alishapata first 11 yake. Mudathir pamoja na Aucho kiungo cha chini, namba 10 watatu Maxi, Azizi, Pakome, na mshambuliaji alikuwa ni Mzize. Yaokwasi namba 2, Lomalisa namba 3, Kibwana pamoja na Baka, golini alikuwa anasimama Diara. Hicho ndo kikosi ambacho alikitafuta mapema sana na akaishi nacho mpaka msimu unamalizika. Rotation ya Gamondi ilianza kwenye msimu uliopita, ambao ndo baada ya mechi 8 za ligi Yanga wakaamua kuachana naye. Mwalimu mwingine Sead Ramovic, naye alipoichukua tu Yanga alistick na kikosi mapema sana, licha kwamba naye ameingia katikati ya msimu, lakini hakukuwa na kujaribu. Tayari msingi wa timu upo pale. Lakini hata Milud Hamdi ambaye alikuja kuchukua mkoba kwenye mechi za mwisho za kumalizia ligi, naye alikuwa hana kuchezea kikosi, alijitahidi kukipata kikosi chake ndani ya mechi 2 nakumbuka. Kwa hiyo hicho ndicho ambacho pia mwalimu Romain Folz anatakiwa kukifanya hivi sasa ndani ya Yanga. Anatakiwa kuhakikisha kwamba anakuwa na msingi wake wa wachezaji ambao watakuwa na muendelezo wa kuanza kwa pamoja. Automatically pakiwa na kubadilisha sana kikosi cha kwanza, utulivu wa kiuchezaji na watu kukuelewa inakuwa ni ngumu. Unapoanza kutaka kutengeneza rhythm na msingi wa kucheza ndani ya timu na watu wakaelewa unachokifanya, mambo ya rotation huwa hayaanzi. Rotation ni kitu ambacho kinakuja mbeleni, kwenye nyakati ambayo tayari kuna kundi la wachezaji wameshajua nini unataka kulingana na jinsi ambavyo unataka timu icheze. Muundo wako ushaeleweka, falsafa yako inatekelezwa vile inavyotakiwa. Kisha sasa kuanzia hapo ndo watu watakuwa wanaingia sasa kila hapa na pale kwenye kikosi kulingana sasa na viwango, taratibu. Kwa nafikiri atafute cream ya watu ambao ana uhakika nao. Wachezaji wengine watakuwa wanapambania nafasi kulingana na viwango ambavyo watavionyesha ndani ya mazoezi na kwenye dakika ambazo watapewa kama mbadala ya wale ambao watakuwa wameaminiwa kuanza chini ya mwalimu huyu.